Leo nitaongea kuhusu malengelenge shingles, ambayo ni mojawapo ya magonjwa ya kuambukiza tunayokutana nayo sana kama madaktari wa ngozi. Malengelenge, ambayo ni jina la kawaida, kwa jina la kitabibu inaitwa herpes zoster, na ni maambukizi ya virusi yanayotokea kwa watu ambao tayari waliwahi kupata tetekuwanga chickenpox wakiwa wadogo. Kinachotokea ni kwamba virusi vinabaki vikiwa vimejificha mwilini, na vinapoamshwa tena mtu akiwa mkubwa, vinaonekana upande mmoja wa mwili kama malengelenge yenye maumivu makali. Na mbali na malengelenge, mara nyingi huambatana na maumivu makali sana. Wakati mwingine maumivu yanaweza kuwa kidogo, lakini kwa watu wazee, hasa wale walio na umri wa zaidi ya miaka 60, hupata maumivu makali sana. Na malengelenge yanaweza kujitokeza sehemu yoyote ya mwili kulingana na mwelekeo wa neva moja. Kwa mfano, inaweza kujitokeza upande mmoja wa uso, upande mmoja wa kifua, tumboni, au sehemu yoyote ya mguu au mkono. Na wao husababisha maumivu makali sana kwa watu walio na umri wa zaidi ya miaka 60. Ndiyo maana siku hizi inashauriwa watu wazee wachanje chanjo ya shingles, ambayo sasa inatolewa kwa kawaida kwa watu wote walio na umri wa zaidi ya miaka 60. Ingawa ni ugonjwa wa kuambukiza, hauambukizi kwa watu ambao tayari wamewahi kupata tetekuwanga au ambao tayari wamepata chanjo ya tetekuwanga au shingles. Na bora zaidi ni kumwona daktari wa ngozi haraka iwezekanavyo. Daktari wa ngozi ataandika dawa sahihi za kupambana na virusi na dawa za maumivu, na pia atashauri upumzike kitandani kwa wiki moja. Kwa baadhi ya watu, maumivu yanaweza kudumu kwa muda mrefu zaidi, hali inayojulikana kama postherpetic neuralgia, hasa kwa watu wazee. Maumivu yanaweza kudumu kwa takriban mwezi mmoja hadi miwili, lakini pia yanaweza kutibiwa kwa dawa zinazofaa.